Nyanyua mikono yako juu, juu kabisa, juu kabisa. Kaa kwenye ibada tafadhali. Maombi mazuri ni wewe kukaa kwenye ibada, sio tu kutamka kwenye kinywa. Kuwa kwenye ibada. Sema Bwana Yesu. Paza sauti, Bwana Yesu. Tena sauti tu kwa watu wengi, Bwana Yesu. Jioni ya leo, sema jioni ya leo, sema ninasimama mbele ya madhabahu yako, mbele ya kiti chako cha rehema na neema, kwa ajili ya mashtaka yoyote, kwa ajili ya mashtaka yoyote ambayo ninayajua na nisiyoyajua, mashtaka yanayotokana na marafiki la watendakazi, mahali popote tunakoshirikiana, wafanyabiashara wenzangu, wafanyakazi wenzangu, kwenye ndoa yangu, kwa wazazi wangu, kwa ndugu zangu, mashtaka yoyote ya wadeni wangu, wale wanaonidai sijaweza kuwalipa, ninaomba rehema. Hata pale ambapo nimesengenya mtu na bahati mbaya akapokea taarifa na hatimaye akanikasirikia, sema jioni ya leo, paza sauti, jioni ya leo, sema kwa damu ya Yesu, 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 sema nioshe, nioshe Baba, nioshe Baba, niondolee hayo mashtaka, hayo malaumu, hayo manunguniko, nioshe Baba, nioshe Baba. Endelea kumwambia Baba, tunakuja mbele zako, watu wapatandi, tunakulilia tena kwa ajili ya malaumu, kwa ajili ya mashtaka, kwa ajili ya maneno yoyote ambayo Bwana yamesimama na sisi katika ulimwengu wa roho. Kuna wanaonidai, kuna wanaonilaumu, kuna wanaokaa vikao kwa ajili yangu, mashtaka ya wachawi, mashambulizi yao, ibada zao. Mungu tunaomba rehema, Mungu tunaomba toba, Mungu tunaomba rehema kwa damu ya Yesu Kristo. Tutakase Bwana, tutakase Bwana, tutakase Bwana, tutakase Bwana katikati yangu. Inawezekana neno lako halipati kibali, inawezekana neno lako kwenye moyo wangu halipati kibali kwa sababu ya mashtaka, kwa sababu ya mashtumu. Baba, ninaomba ingilia kati, ingilia kati. Mungu Baba, ukapate kunifungua, ukapate kuniosha, ukapate kunitakasa, niondolee kila mashtaka Baba wa rehema. Muondolee ule baba, muondolee ule mama, muondolee ule kaka, muondolee ule dada, kwa sababu tumekuja mbele ya madhabahu yako, hatuna Mungu mwingine. Yesu mwana wa Mungu, ingilia kati, tusafishe, tuoshe Baba, tusafishe, tuoshe Baba, tusafishe, tuoshe Baba kwa damu ya Yesu Kristo. Tuondolee, na ikiwa ni madeni tusaidie uwezo wa kulipa, tufungulie milango ya kulipa kila laumu, kila vita ya ndugu, kila vita ya kifamilia inayotugombanisha na wewe. Tuondolee Baba, wewe hakimu yetu, wewe mwanasheria wetu, ukatubebe, ukatuondolee kila hali, kila vita, kila kizuizi, kila aina roho kwa damu ya Yesu Kristo. Baba wa rehema, ingilia kati Baba wa rehema, tutakase nayo mashtaka, tuvue kila maneno, kila vita, kila upinzani, kila kizuizi, la kila roho, la kila nguvu, katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Pigia Yesu makofi tena kama unayo tafadhali. Nyanyua mikono yako juu. Nyanyua mikono. Nataka uende kwenye maombi kwa njia ya damu ya Yesu, kuifungua nafsi yako. Zaburi 142 mstari wa 7. Daudi anasema uitoe nafsi yangu kifungoni. Inawezekana tupo katika ibada, lakini kuna maeneo nafsi zimekamatwa kwenye vifungo kupitia maneno, kupitia uchawi, kupitia miungu mingine na kadhalika. Mwambie Mungu, kokote nafsi yangu ilipokamatwa, sawa na Zaburi 142 mstari wa 7, naomba uitoe kifungoni. Nyanyua mikono yako juu. Kila moja nyanyua mikono yako juu. Nimekuomba kama una afya, una shida ya miguu, hujabeba mtoto, wewe sio mjamzito, simama kwa ajili ya kuwa connected kwenye maombi. Sema Bwana Yesu. Pasa sauti, Bwana Yesu, ninaomba Bwana, sawa sawa na Daudi na Zaburi 142, mahali popote ambako nafsi yangu imekamatwa, mahali popote ambako nafsi yangu imekamatwa kwa njia ya maneno, kwa njia ya vikao, kwa njia ya ibada na sadaka, jioni ya leo, pata sauti, jioni ya leo, sema Mungu Baba, ninaomba damu ya Yesu, ninaomba damu ya Yesu iende
popote ambako nafsi yangu imekamatwa, imeshikiliwa kwenye mashimo, kwenye vifungo vyovyote katika ulimwengu wa roho, kama Daudi alivyokuomba ukaitoa nafsi yake kwenye mashimo, jioni ya leo, nyanyua mikono yako juu. Jioni ya leo sema, napeleka damu ya Yesu, napeleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu, napeleka damu ya Yesu popote ambako nafsi yangu imekamatwa, nafsi yangu imekamatwa kwa ibada, kwa sadaka, kwa maagano, kwa uchawi, kwa ushirikina. Hayo mashimo, damu ya Yesu iende kwenye hivyo vikao, kwenye hayo magereza, kwenye makaburi walikoezeka nafsi. Ndoto mbaya ninazoziota ni taarifa ya vifungo ambavyo vimenishikilia. Jioni ya leo sema, napeleka damu. Inua mikono juu, sema napeleka damu. Inua mikono yako juu, sema napeleka, 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 napeleka. Upande huu nyanyua mikono juu, huku amenielewa, lakini huku hamjanielewa. Inua mikono juu, peleka damu, peleka damu, peleka damu, peleka damu. Asante, weka bidii, weka bidii. Maanisha Baba wa rehema, kila mahali ambapo Bwana nafsi yangu imekamatwa, imefungwa. Daudi anasema Zaburi 142 mstari wa 7, itoe nafsi yangu kifungoni, itoe nafsi yangu kifungoni. Nami ninapeleka damu, ninapeleka damu ya Yesu Kristo, iende, 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 iende popote ambako Yesu amenikamatia, kokote ambako Yesu amenikamatia, ninapeleka damu ya Yesu Kristo, iende, iende, iende kwa ajili ya watu wao, kwa ajili ya huyu baba, kwa ajili ya huyu mama. Damu ya Yesu iende, damu ya Yesu iende, damu ya Yesu iende. Tukatoke kwenye hayo makaburi, kwenye hivyo vifungo, kwenye hayo makaburi, kwenye hivyo vifungo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Tunapeleka, tunapeleka. Yesu, napeleka damu yako, inapeleka damu yako, inapeleka damu yako, inapeleka damu yako. Kila ina magonjwa ambayo yametufunga, presha, sukari, presha na sukari, uvimbe, ni matokeo ya maneno, ni matokeo ya vifungo. Tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo, tunapindua pindua katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho. Nafsi zetu ziachiliwe, 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 ziachiliwe. Ninatoka. Inua mikono juu, sema natoka, sema natoka. Maanisha, maanisha natoka kwa damu ya Yesu. Hatutoki kwa damu zetu, hatutoki kwa sadaka zetu, tunatoka kwa damu, kwa damu, kwa damu, kwa damu. Fire kwa jina la Yesu aliye, fire kwa jina la Yesu aliye, fire. Damu ya Yesu ipite, 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 ipite. Kila ngome, kila ngome iliyomkamata mtu jioni ya leo, kwa damu ya Yesu ianguke, 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 ianguke. Yesu mwana wa Mungu, ingilia kati peke yako, kutuponya, kutusaidia na kututetea katika jina la Yesu aliye hai. Pigia Yesu makofi kama unayo, na vigelegele kama unavyo. Maanisha ndio. Nyanyua mikono yako. Tunakwenda kwa ajili ya toba, kwa ajili ya uzao wako. Kila mmoja beba uzao wako. Maombi ya siku 21 hapa tunashughulika na vitu vitatu vikubwa. Toba kwa ajili ya familia, uzao. Toba ya pili, usharika wetu. Mungu aufungue utoke kwenye giza uende rohoni, ufanane na usharika wa mjini. Na toba ya mwisho itakuwa ni ya uchumi, wiki ya 3. Kwa hiyo maanisha tunapoomba, sema Bwana Yesu. Nyanyua mikono yako juu. Bwana Yesu, sema ninasimama na damu yako kwa ajili ya watoto wangu. Sema kuna vifungo vingi vilivyokamata watoto wangu, vifungo vya ulevi, vifungo vya zinaa, vifungo vya magonjwa, misingi ya kifamilia, ushoga na mambo mengine yanayofanana na hayo, yanayotokana na misingi ya mababu na vile ambavyo vilikwisha kuinuliwa kutoka kwenye viuno, kutoka kwenye tumbo la uzazi. Sema jioni ya leo
Jioni ya leo sema naomba rehema kwa ajili ya wale watoto gereza lolote walipokamatiwa, gereza la zinaa, gereza la ulevi, gereza lolote la matamko mabaya. Jioni ya leo madhabahu yoyote iliyowashikilia kwa uhalali, sema jioni ya leo Baba wa rehema, kumbuka rehema, kumbuka rehema. Usiogope, shusha inua mikono yako juu, sema kumbuka rehema. Inua mikono yako juu, sema kumbuka rehema kwa ajili ya uzao wangu. Warehemu Baba, warehemu Baba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Mungu tunakujia, Mungu tunakujia. Angalia watoto wetu wamekamatwa na mambo ya dunia, hawataki tena ibada, wamekamatwa na ulevi, wakiwa mavioni, hata kama ni wa kiume, wameolewa na kuoa, wameolewa na kuoa kupitia roho ya ushoga. Tunaomba rehema. Wamekuwa vuta bangi, tunaomba rehema. Wamekula madawa kulevya, tunaomba rehema. Kila uovu tulioukosea sisi kama wazazi, tumekosea, tumeshindwa kwenda kama unavyotaka, tulishindwa kuishi maisha ya ibada, tukaishi kawaida. Mungu tunaomba rehema, Mungu tunaomba rehema. Ponya uzao wetu Bwana, ponya uzao wetu Bwana, ponya uzao wetu Bwana. Yesu, ninakuja mbele zako kwa ajili ya wale watoto wangu, kilichopita kupitia viuno, kilichopita kupitia tumbo la uzazi la mke wangu, kikawaweka gerezani, kikawafunga, kikaharibu hatima, kikaharibu kusudi lile ambalo uliweka ndani yao. Baba wa rehema, tunasimama kwa damu ya Yesu, tunasimama kwa damu ya Yesu. Mungu Baba, kumbuka rehema, kumbuka rehema. Endelea kumwambia Mungu akumbuke rehema kwa ajili ya uzao wako. Endelea kumwambia Mungu, usinyamaze we Baba, usinyamaze we mama. Acha ukawaida, acha ukawaida, weka udhehebu pembeni, ingia rohoni, mwambie Baba kumbuka uzao, kumbuka uzao, kumbuka uzao, kumbuka rehema. Biblia inasema Nyakati wa Pili 30 mstari wa 9, tukimrudia atakomboa watoto wetu, tukimrudia atawaokoa watoto wetu. Hosea anasema atafufua vilivyokufa, hata kama walishakufa kiroho, wanafufuka, wanafufuka, wanafufuka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu pita, Yesu pita, Yesu pita. Wanyang'anye Baba, wanyang'anye Baba, wanyang'anye Baba, wanyang'anye Baba, kwenye kila msingi, kwenye kila ibada, kwenye kila roho, kwenye kila nguvu, kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Makofi mengi mengi tena kama unayo. Na kama hujachoka ongeza na vigelegele. Kama hujachoka ongeza na vigelegele kama vipo. Nyanyua mikono yako. Nataka uombe kwa ajili ya ardhi yako na mahitaji haya tulioandika mambo 7. Na kama bado ulikuwa hujaleta, hujachelewa, bado tuna wiki 2. Endelea kuleta, endelea kuandika, na ambao uliyasahau endelea kuyaandika mambo 7 ambao tunataka kuyakatia rufaa kwenye agenda yetu ya wiki ya kwanza. Mungu aingilie kati, Mungu aingilie kati. Na kama umekuja na ardhi yako, kamata. Na kama hauna, nilikwambia omba kwa imani, so lazima uje nazo. Inawezekana una ardhi zaidi ya 10. Kwa hiyo mtu mmoja nilimpenda, mzee wa kanisa mmoja nilimpenda, aliniambia na nyingi mtumishi, nikiandika majina ni sawa ya yale maeneo? Nikamwambia ni sawa kabisa. Kwa hiyo kama hauna na umekufanikiwa kuandika majina, unaweza kaandika majina, na ikiwezekana bado ukaandika majina na ukadumbukiza hapa kwamba Mungu nimekuletea hizo ardhi. Nyanyua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Piga kelele yako, sema Bwana Yesu. Jioni ya leo ongea kama shujaa, sema jioni ya leo, sema kwa damu ya Yesu tunakuja mbele zako, ninakuja mbele zako, sema kwa toba kwa ajili ya ile ardhi pale unakoishi na ardhi nyinginezo ambazo Bwana umenipa. Mungu Baba, inawezekana hata vita ninayoipitia kwenye ndoa, kwenye afya, kwenye uzao wangu, kwenye elimu, kwenye mipango yangu, inatokana na ile ardhi. Sema jioni ya leo, jioni ya leo, sema ninaomba rehema na toba kwa ajili ya ile ardhi. Chochote ambacho kimesimama katika ulimwengu wa roho, kwenye ardhi pale nyumbani, kwenye ile ardhi ya biashara, kwenye ile ardhi ya kampuni yangu, kwenye ile ardhi ya nyumba za kupanga, jioni ya leo sema ninaomba rehema kwa damu ya Yesu. Ninaomba rehema kwa damu ya Yesu. Ninaomba rehema
kwa ajili ya vifungo vyovyote, kwa ajili ya maneno, kwa ajili ya mauti, kwa ajili ya ushirikina, kwa ajili ya mapando yote yaliyopandwa. Yesu, damu yako, sema damu yako naipeleka pale, naipeleka pale, naipeleka pale. Inua mikono yako kabisa, anza kupeleka. Asante mama, wewe unajua. Peleka, 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 peleka. Tamka. Wakati ukipeleka, tamka ardhi. Ni ya nyumbani, ni ya pale kwenye biashara, ni ya pale kwenye kampuni yako, ni ya nyumba za kupanga. Mwambie Baba, kila kinachonizuia kusogea, kilichoko kwenye ardhi, Baba, damu ya Yesu ninaimimina. Ni sadaka. Damu ya Yesu inaweza kushughulikia taarifa, inaweza kushughulikia matamko, inaweza kushughulikia mairizi, matunguri yaliyoko pale yanayopambana. Yesu Kristo, damu yako ipite, 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 ipite. Tunaipeleka, 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 tunaipeleka. Kazana, weka bidii, weka bidii. Damu ya Yesu iende, 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 iende. Chochote ambacho kimekaa, chochote ambacho kimekaa, Yesu Kristo ingilia kati, Yesu Kristo ingilia kati. Kumbuka Baba, na mahitaji haya tumeandika mambo 7 na zaidi. Mungu nakusihi kwa neema ya damu ya Yesu ukasimame Bwana kwa ajili ya kuwajibu watoto wako. Wana mambo magumu, lakini tumekuja kukata rufaa kwenye madhabahu, maana ulisema na sisi katika toba kuna nguvu ya kukata rufaa. Katika toba tuna nguvu ya kukata rufaa. Yesu mwana wa Mungu, ingilia kati, ingilia kati, ingilia kati, ingilia kati, ingilia kati, ingilia kati. Utuponye, utusikie, na neema yako Bwana ikatuongoze na kutusaidia katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Pigia tena Bwana Yesu makofi mengi. Naomba ukae katika uwepo wa Mungu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Mwenye amani moyoni mwake, Bwana Yesu asifiwe. Wenye kuelewa kinachoendelea hapa Patandi, Bwana Yesu asifiwe. Leo nitaingia moja kwa moja kwenye mada kwa muda mfupi, alafu tutapata muda wa kuomba. Mpendwa mtu wa Mungu, mimi nakutengenezea njia ya kwenda kuomba sasa, ambayo kwa sehemu kubwa inaweza ikakupa majibu ya mengi ambayo umekuwa ukiyapitia na mengi ambayo yamewasonga watoto wako. Kwa sehemu leo nitajaribu kukifafanua kipengele kimoja tu ambacho ni cha muhimu sana. Nilianza kwa kushirikisha na kukushawishi kwa habari ya umuhimu wa kuomba maombi ya toba, na hata sasa bado na uona upinzani katika ulimwengu wa roho juu ya fursa hii ya wewe kujikita zaidi kwenye maombi ya toba. Wapendwa, ukishafika kwenye eneo la uzao, usipigane vita. Hutaviweza hivyo vita. Vitakulemea tu, vitakushinda tu. Utakata tamaa njiani. Ulikuwa muombaji mzuri pale mwanzo, lakini kutokana na jinsi ulivyopambana na maombi ya aina moja, hukupata neema ya kuona matokeo juu ya kile ulichokuwa unakiombea juu ya watoto wako. Hukupata kuona matokeo juu ya kile ulichokuwa naomba juu ya uchumi wako. Hukupata nafasi ya kuona mabadiliko kwenye ndoa yako. Badala yake, kila kunapoitwa leo, maisha yanazidi kuwa magumu. Matokeo yake ni nini? Inazaliwa roho ya mahangaiko ndani yako, na Mungu yuko kazini akitafuta namna ya kuwatuliza watu wake, kuwaondolea roho ya mahangaiko. Nirudie tena hili. Mungu mpendo yuko kazini akikutafuta akuondolee roho ya mahangaiko. Kwa nini roho ya mahangaiko? Roho ya mahangaiko ni roho inayomwatamia mtu ambaye ameomba sana na matokeo yake ya kupata majibu akaingia kwenye kukata tamaa.
Kwa atakuwa huku na kule. Nazungumza habari ya mahangaiko leo, atakuwa huku, kesho atakuwa kule. Mahali popote anaposikia kwamba kuna muujiza ataenda pale. Lakini yule mtu ambaye kuna msukumo Mungu ameuachilia ndani yake kwa muda mrefu wa maombi ya toba, kwa muda mrefu, anapewa utulivu na ustahimilivu ndani yake kupitia yale maombi. Kwa utagundua ya kwamba maombi ya toba hayaanzi kukupa majibu, bali yanaanza kuachilia ustahimilivu ndani yako na uvumilivu ndani yako, kwamba hata hapa ninapopapitia kwa wakati huu, kuna muda kidogo tu mambo yatabadilika. Mambo yatabadilika. Nasema mambo yatabadilika. Nasema mambo yatabadilika. Ngoja nikupe siri ya wazazi wetu, mama zetu. Sio kwamba walikuwa kwenye ndoa nzuri. Kama ni matatizo yalikuwepo makubwa kuliko hata ya sasa. Lakini kati ya kitu ambacho Mungu aliachilia kwa mama zetu ni ustahimilivu, akiamini kwamba mwenzake atabadilika tu. Mwaka wa kwanza hajabadilika, mwaka wa pili hajabadilika, mwaka wa tatu bado yuko kwenye toba ya kumwambia Mungu, huyu mtu atabadilika tu. Ndio tukapatikana sisi, ndio ukapatikana wewe. Walivumiliana. Na kati ya watu ambao Mungu anaachilia uvuvio wa uvumilivu na ustahimilivu ni mwanamke. Sasa cheki, tunafunga harusi ya milioni 60 mpaka 100. Watoto wanakaa mwezi wa pili wa tatu ndoa imevunjika. Si tunachanga kwani hatujui? Si tunafanya harusi kwani hatuoni? Yapi yanayotokea kwenye ndoa za watoto wetu? Ni mparanganyano ambao hakuna mtu anayejua unakotokea. Sasa mimi ni mwalimu, nafanya utafiti wa kiroho. Hata imefikia mahali huko nakotoka wananiita spiritual doctor, daktari wa kiroho. Manake naweza nikakwambia kitu ambacho ni sahihi kabisa na ukafanya ukaona matokeo. Leo hii nataka nikutie moyo kwamba usiogope wala usikate tamaa kwa wale ambao umekuwa ukiwabeba kwa maombi. Anza tena kwa maombi haya ya toba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nikakwambia jana nitaingia moja kwa moja kwenye kipengele, nitaruka kipengele cha sifa za maombi ya toba. Nikakwambia kwamba nitaenda moja kwa moja kwenye eneo la muhimu sana ambalo limebeba kusudi la maombi haya, nalo ni eneo la vita katika lango la uzao. Nitazungumza sana kwa habari ya vita unavyovipitia ambavyo vimetengenezwa, vimeinuliwa kupitia lango la uzao. Utashindana sana usijue vita vilianzia wapi. Jana nikatamka hivi vita katika lango la uzao vimegawanyika katika maeneo zaidi ya 5. Eneo la kwanza ni vita katika lango la uzao vinavyohusishwa na kuvunjika kwa mahusiano ya kimaadili kati ya Adamu na Mungu. Ili tutalizungumza kule mwisho. Haleluya. Nikaenda namba 2. Nikasema cha pili ambacho tulikitazama ni vita katika lango la uzao vilivyoinuliwa kati ya mwanamke na joka, uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Hivi ni vita vya pili, na ndivyo nitakavyovizungumza leo sana leo. Vita vya tatu katika lango la uzao ni vita vilivyoinuliwa kupitia mzaliwa wa kwanza. Ni vita si vyepesi kuvishinda, si vyepesi kuvishinda mpaka upate mbinu, mpaka upate maarifa.
vita vya tatu ambavyo tungeweza kuviangalia, vya nne, vita vya nne ambavyo tungeweza kuvichambua kwa ndani sana ni vita katika lango la uzao ambavyo vimeinuliwa katika ardhi, vimesimama na mtu kupitia ardhi. Nimesikia watu wakileta udongo, kuna maana kubwa sana. Kama nitapata nafasi ya kufunua hapo, utaelewa vitu vingi sana vilivyoshikamana na wewe kupitia ardhi. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nijikite katika vita hivi vimoja tu, vita katika lango la uzao kupitia tumbo la uzazi la mwanamke. Vita katika lango la uzao kupitia tumbo la uzazi la mwanamke. Neno kuu linalosimama na ujumbe huu ni kitabu cha Zaburi ya 127 mstari ule wa 3 na Mwanzo 25 mstari wa 21 hadi ule wa 30 hadi ule wa 23 na Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 5. Ninajumuisha hivyo kwa sababu niweze kuongea na wewe kwa mfululizo, kwa mtiririko, upate kujua hapa kuna nini. Sitapata nafasi ya kukufunulia siri zote zilizoko kwenye lango la uzao katika kipengele hiki, lakini nimejaribu kutafuta yale maombi ya kimsingi ambayo tunatamani kutembea nayo kwenye maombi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Sasa anza kuandika au tusome kwanza, si ndio? Naona tusome kwanza. Tusome Zaburi ya 127, alafu nitaomba ikimpendeza Mungu tusome wote kwa pamoja hii Zaburi ya 127 huo mstari wa 3. Nitahesabu mpaka 3 nasi tutasoma kwa pamoja. 1, 2, 3. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Naomba urudie tena. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Urudie tena mara ya 3 ikimpendeza Mungu. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Asante sana. Twende neno la Mwanzo 25 mstari wa 21 hadi ule wa 23. Mwanzo 25 mstari ule wa 21 mpaka ule wa 23. Una maiki eh? Moja, twende tafadhali. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamuitikia. Na Rebeka mkewe akachukua mimba. Okay, tulia. Aliyeomba ni nani? Ni Rebeka au ni Bwana? Ni mwanamume aliomba au ni mwanamke aliomba? Anaomba kwa ajili gani? Kwamba tumbo la mke wake ni tasa. Aliyeitikiwa na Bwana ni nani? Jamani, darasa. Bwana kama hatukuwepo jana. Aliyeitikiwa na Bwana ni nani? Rebeka. Ni Isaka, sio Rebeka. Ni Isaka. Biblia inasema Bwana akamuitikia, alafu mkewe akapata mimba. Kwa hiyo mke
amepata mimba, aliyekuwa tasa. Twende linalofuata. Biblia ikasema hivi, atasoma mimi sasa, tulia wewe. Biblia inasema hivi, watoto wakashindana tumboni mwake, naye akasema, ikiwa ni hivi, kuishi kwanifaa nini? Natulia tena hapo. Kuna uwezekano mkubwa sana katika hali na mazingira aliyokuwa anayapitia Rebeka wakati wa ujauzito, kwa maumivu aliyokutana nayo kile kipindi cha ujauzito, si ajabu alifikia mahali pa kutafuta kuiotoa ile mimba, kuiharibu ile mimba. Lakini ukatokea msukumo ndani yake, sio wa kumfuata Isaka aliyeomba ili apate mtoto, ila akaondoka moja kwa moja kwa yule aliyempa mtoto ambaye ni Mungu mwenyewe. Biblia ikasema, akamuuliza, kama hali hii ndio hii, kwa faa nini? Kuna faa nini? Kumbuka, hajazungumza na Isaka, anazungumza na Mungu. Mimba ipo tayari, maumivu ni mazito. Nyosha mkono wako juu mwanamke, nyosha mkono wako juu mwanamke. Angalia Isaka, yeye yuko mbali, yuko pembeni, lakini mke wake ni mjamzito. Anaposumbuliwa na kichefuchefu na kutapika, Isaka amuonee huruma wala amjali. Inapofikia mahali ambapo anasikia kama vile kuna moto ndani ya tumbo lake, Isaka hayupo wala Isaka amjali. Anayepata mateso hayo yote ni mmoja tu, sio yule aliyemwombea mwenzake apate ujauzito, sio yule ambaye mbegu ilitoka kwenye kiuno chake ikapata nafasi ya kupenya na kuingia kwenye tumbo la uzazi la mke wake, anapata shida. Anayepata shida ni mwanamke. Okay, utaelewa kitu ninachosema. Kati ya shambulio kubwa linalofanywa na adui, ambalo ni matokeo ya anguko la Adamu na Eva, ni shambulio analolifanya kwenye tumbo la uzazi la mwanamke. Na kati ya vitu ambavyo uzao wa mwanamke unatokanavyo ndani ya tumbo la uzazi vinaweza vikaambatana na shambulio lililokwisha kufanywa wakati ule wa ujauzito. Kwa si ajabu kile kiwango cha ufahamu alichopaswa awe nacho mtoto, kutokana na madhara ya vita ambavyo mtoto alikuwa anapata misukosuko alipokuwa kwenye tumbo la uzazi, si ajabu mtoto akazaliwa akiwa na mapungufu ya akili. Utasema amina kesho. Kwa nini tusiwe na akili sawa? Kwa nini huyu mmoja awe na wepesi wa kushika jambo, huyu mwingine asiwe na wepesi wa kushika jambo? Mpendwa, kuna kitu, hiki kitu ambacho anacho mtoto wako hakukipatia nje. Tabia hii ambayo mtoto anayo haikujengeka huku nje. Hakupata rafiki shuleni akamumbukiza hilo tatizo. Hilo tatizo huyu mtoto ametoka nalo kwenye shambulio lililofanywa kwenye tumbo la uzazi la mama. Anahitaji msaada, na mwenye msaada wa pekee sio mwingine, ni wewe ambaye unaomba hapa kwa wakati wa leo. Ukishajua hiyo kitu, angalia watu ambao wamepata uelewa, wanapoenda mahali ambapo mtumishi amepata ufahamu, wakapeleka mtoto ambaye darasani akili zilikuwa hazipo, lakini ghafla baada tu ya kuombewa na huyo mtumishi amerudi kwenye nafasi ambayo hakuwa nayo kule nyuma.
Nisikilize, kilichofanyika sio kupakwa mafuta, sio kutiwa mafuta, bali kilichofanyika ni kupangua vile vita ambavyo mtoto alizaliwa navyo kutoka kwenye tumbo la uzazi la mama yake. Hiki kimya kinaniambia kwamba leo watu hawataki mafundisho, wanataka kuomba. Utakemea sana, utatumia fimbo sana, utafanya kila mbinu, utamletea mpaka tuition, lakini hakuna badiliko litakalotokea. Kwa maana kinachopambana na mtoto sio mazingira ya hapa duniani mara baada ya kuzaliwa, ni vita alivyovipata wakati huyu mtoto alipokuwa kwenye tumbo la uzazi la mama yake. Nimewaombea wengi, nikaona matokeo. Tena wengine watoto wao wako nje. Ngamba, wakina mama tunashika matumbo yetu, tunaongea na matumbo yetu ya uzazi mpaka litokee badiliko kwa mtoto kule aliko. Yalitokea na hapa yatatokea. Nasema na hapa yatatokea. Nasema na hapa yatatokea. Sasa Rebeka hakwenda kwa Isaka kumwambia umeniombea nipate mtoto, nimepata mtoto, lakini kama kuzaa ndiko huku, kwa nifaa nini? Bora nife. Maana yake niko tayari kuharibu ujauzito. Alafu Biblia inasema Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako. Oh glory. Mataifa mawili yako tumboni mwako. Mpaka utakaposema amina. Mataifa mawili yako tumboni mwako. Nisikilize, usipojua hili ukapambana, unaweza ukazaa watoto ambavyo tayari vita hivi viliwaathiri wakiwa ndani ya tumbo la uzazi. Matokeo yake unao watoto waliotoka kwenye tumbo lako, unao watoto ambao umewazaa na baba mmoja, lakini hata siku moja hawasikilizani, hata siku moja hawapatani, hata siku moja hawawezi kukaa kwa pamoja wakajadiliana jambo. Unawaangalia nini hii chokochoko ya watoto wangu wazuri namna hii? Kutokusikilizana kunatoka wapi? Inawezekana ni marafiki au ni kampani anazokaa nazo. Hapana, hapana ndugu yangu mpendwa, na kukatalia sio hizo kampani anazokaa na watoto. Hapana, unimpeleka mtoto boarding ambaye tayari umemweka mikononi mwa Jehova, umetubu na kuungama kwa dhati. Atakaa kule, atakutana na vikundi, hata shikamana navyo, hata kaa na wahuni, atasimama na kile ambacho umekifanya. Mungu yupo kwenye maswali akiuliza, mmewaacha wapi watoto wenu? Mmewapeleka wapi watoto wenu? Mmewauza kwa nani? Bwana akamwambia, yako mataifa mawili yanaopambana tumboni. Nataka nikupe akili. Kama utakuwa tayari nikupe akili, sema amina. Kama unataka kupata akili, sema amina. Sasa muangalie, ili jambo liliingia ndani ya moyo wa Rebeka. Akaamua kutunza ile mimba kwa namna hiyo hiyo. Wacha mateke wanaopigana huko tumboni, sitoi mimba. Wacha vurugu zinazotokea huko tumboni, siharibu hii mimba, nitavumilia. Hata wakati mwingine inawezekana alivusha mwezi wa 9 hakuzaa, hakujifungua, ukaenda mwezi wa 10, bado amevumilia, bado amevumilia, bado yuko kwenye matumaini. Kwa maana tayari ameshaambiwa ya kwamba walioko tumboni ni mataifa mawili, ambayo mataifa hayatasikilizana, hayataelewana. Wapendwa, vita vimeanzia wapi? Nasema kwa sauti, vita vimeanzia wapi? Vimeanzia tumboni. Vimeanzia tumboni. Mpendwa, nizungumze na wewe kwa machozi sana. Ulivyo hivi, unavyong'ang'ana kwenye maombi na imefikia mahali uoni kusogea,
Tatizo hilo alikuanzia hapa, limeanzia tumboni. Unashika hela hazikai, unakopa, matokeo yake huna uwezo wa kulipa. Tatizo halijaanzia hapa, limeanzia tumboni. Ni vita vya ajabu sana. Watu ambao walijua hii siri, walipoingia kwenye maombi ya toba, yalitokea mabadiliko kwa wao na mabadiliko kwa watoto wao. Nami namtaka mtu mmoja kwamba tunapoomba mabadiliko yatokee kwako, yatokee na kwa watoto wako, katika jina la nani? Katika jina la Yesu Kristo. Anza kufuta machozi, anza kufuta machozi. Kwenye maombi ya wiki hii, pangua na maneno mengine ambayo tayari umekwisha kuwatamkia watoto wako. Mwambie, Bwana, nilishikika, nilibanwa kwenye kona kabisa kabisa kabisa. Omba, omba. Na mimi na wakwangu naomba kwa machozi, kwa kuugua, kwamba Mungu kwenye kampani za kijinga waondoe tu, waondoe tu. Wafanye wewe wasikivu, watusikilize sisi wazazi kile tunachowaambia. Wasikurupuke kufanya maamuzi, matokeo yake wakaingia kwenye moto. Muombee mtoto wako mpaka akushirikishe na marafiki alionao wa kike. Kaa nao karibu. Mshauri, mke mwema anapatikaneje? Huyo mtoto ambaye hana msaada kwako kwa wakati huu, ninakuhakikishia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, hali hiyo ya kutokuwa na msaada kwako alitoka nalo kwenye tumbo la uzazi. Ni vita vilivyokwisha kutengenezwa, tunavyohitaji kuvipangua, vimwachie mtoto ili awe na msaada kwako katika jina la Yesu. Najua nitakufundisha mambo mazito, na nimesema nitafupisha sana ili tupate muda wa kuomba. Hakuna mtu tasikia kuzungumza kwa machozi. Hakuna mtu anayetaka kumzaa mtoto zezeta. Hayupo. Nasema hayupo. Naangalia, pamoja na kwamba amemzaa huyo mtoto katika ule hali ya ulemavu, baba anaweza akamkataa yule mtoto, lakini mama hawezi kumkataa yule mtoto. Hawaseme amina. Pamoja na kuzaliwa katika hali hiyo, baba anaweza akamkana mtoto, lakini mama hawezi kumkana ule mtoto. Pamoja na ulemavu alio nao, bado atamnyonyesha, bado atamwogesha, bado atamvisha nguo, bado atamtawaza, bado atafanya kila kitu kwa ajili yake. Hata kama itafika mahali kwa mwanamume kwenda kutafuta divorce ya kumkataa mke, lakini bado mke atang'ang'ana akikitazama kile kiumbe alichokizaa katika hali hiyo ya udhaifu, katika hali hiyo ya mapungufu ilionayo. Nini sababu? Alichokuwa anachotafuta bado ameliweka tumaini. Kuna siku ambayo Bwana atabadilisha hiki nilicho nacho. Kuna siku ambayo Bwana atafanya muujiza kwa ajili ya hiki nilichokizaa. Hakati tamaa kama sisi tulivyokata tamaa, harudi nyuma kama tulivyorudi nyuma. Anakaa akisema, pamoja na mtoto wangu kuwa katika hali ya kulewa mpaka analala kwenye mitaro, bado nina matumaini naye kwamba kuna siku Bwana atamtembelea. Kuna siku Bwana atambadilisha. Kuna siku Bwana atamuinua. Kama alivyofanya kwangu, afanye na kwako katika jina la Yesu. Vita katika lango la uzao. Nimeamua kuchukua hiki kipengele, sio kipengele cha lele mama. Hapa ndipo palipo na matajiri na masikini. Hapa ndipo palipo na warefu na wafupi. Hapa ndipo palipo na wanene na waliokonda. Hapa ndipo walipo na wapumbavu, na kila kitu kiko hapo. Kila kitu kiko hapo. Muulize jirani yako, umezaliwa katika mazingira gani?
Unamchekea. Muulize kwa kumaanisha, wewe umezaliwa katika mazingira ya namna gani? Haleluya, haleluya. Lakini tuvitazame vita hivi vya katika lango la uzao la mwanamke kwa namna nne. Namna ya kwanza, vita katika lango la uzao vyaweza kusimama na mwanamke kupitia tumbo lake la uzazi kwa namna zifuatazo. Namna ya kwanza, unaweza ukaandika hii tu. Namna ya kwanza hii: vita katika lango la uzao vinavyoinuliwa kabla ya mimba. Vita vya uzao vinavyoinuliwa kabla ya mimba. Kwa hiyo hapa kuna vita watu wamevipitia. Umeoa, la mke wako kutokupata mimba. Ulitegemea tu mara baada ya kumwoa mwaka atapata ujauzito. Umekwenda mwaka wa kwanza hajapata ujauzito, mwaka wa pili ujauzito, mwaka wa 4 wanaanza mahangaiko, wasijue kwamba kutokupata mimba ni matokeo ya vita ambavyo vimekwisha kusimama na huyu mama katika ulimwengu wa roho, au na huyu baba katika ulimwengu wa roho, kutokana na kionekanacho katika ulimwengu wa roho kitakachopita na hatimaye kuingia kwenye lile tumbo la uzazi la mwanamke kimebeba nini. Wapendwa, kabla mimi sijazaliwa nilikuwepo. Hata usiposema amina basi niseme na wewe, kabla hujazaliwa ulikwisha kuwepo. Kwa ulimwengu wa roho unakujua kwamba upo. Ulimwengu wa roho unajua what kind of destiny, ni kitu gani ulichokibeba. Kwa hiyo vinainuliwa vita from nowhere vya kuzuia huyu mtu asipate ujauzito, huyu mwanamke asipate ujauzito. Ningejua hivi, ningekuja na kipengele cha kuomba tu, tuombe tuishie zetu kweli. Kwa nini unashangaa? Uelewi sindano ipi? Kuna sindano hapo? Nguse jirani yako, mwambie changamka, changamka, changamka. Nikuhakikishie katika jina la Yesu aliye hai, nimepewa sana kufundisha, alafu kuomba kidogo sana na matokeo yanatoka. Sasa kati ya vitu ambavyo adui anang'ang'ana kwenye anga ninalofundisha ni kuzuia fahamu za watu sisi nasi vitu ninavyofundisha. Mpaka huko ninakotoka kwingine nina jina kubwa tu kutokana na haya mafundisho magumu namna hii. Wengine wananijia kabisa, wanauliza umeyapatia wapi? Naambia Roho wa Mungu anafundisha. Roho wa Mungu ni mwalimu wangu, ananifundisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna waliocheleweshwa kuzaa na wakafika mahali pa kukata tamaa, wakaanza mahangaiko. Angalia vita vya tumbo la uzazi vinavyokupeleka. Wakaanza mahangaiko, mara kunywa dawa hii, mara fanya hivi, mara kuna mtaalamu yuko pale, wapi tumfate, twende. Jinsi unavyokwenda huko ndivyo unavyotengeneza mazingira ya vita viwe vikubwa zaidi ya pale mwanzo. Ni kweli unaweza kupata mtoto lakini hata kuwa wa kwako. Huyu mama tunayezungumza habari zake, Rebeka, alikuwa ni miongoni mwao waliozuiwa akizaa. Wako ambao wamechukuana mkono kwa mkono, mume na mke
wakaenda kwa madaktari, hebu tupime. Wakapimwa, alafu vita vilivyoinuliwa kwenye lango la uzao vikatoa taarifa, vyenyewe vina prove failure, kwamba tumeona ya kwamba kwenye upande wa kwako mwanaume kuna law sijui naita sijui nini Kiingereza, kuna law sijui nini, malizie mwenyewe, kuna law sperms. Kwa hiyo kwa namna tulivyokutazama, nguvu zako za kiume haziwezi kutoa mbegu za kumzalisha. Mama, tumekupima tukakuta kwamba kuna ukungu kwenye mirija ya uzazi. Kwa wacha tukupe dawa ambazo zitaenda kusafisha huo ukungu ulioko kwenye mirija ya uzazi. Mwanamke, tumeona kwenye tumbo lako la uzazi kuna vipele. Sasa inabidi tulisafishe tumbo lako la uzazi. Umesafishwa tumbo lako la uzazi, bado pingamizi liko pale pale. Nasema hivi, umefanya jitihada zote, kama ni kwa mganga wa kienyeji umekwenda, kama ni dawa umekunywa za kila namna, mitishamba hiyo umekunywa kila namna, hata mahali pengine ukafikiri kwamba vile ulivyokunywa ni vya kiroho. Nataka nikuambie kwamba pingamizi likishawekwa kwenye tumbo la uzazi, vita vikishainuliwa kwenye tumbo la uzazi, vita vyake sio vya lele mama, mbinu yake ni moja tu, ni hii hapa. Hii hapa ndio mbinu yake peke yake. Maombi ya toba yana tabia ya kufunua na kuonyesha mlango ambao adui ameutumia kufanya uvamizi kwenye hilo tumbo la uzazi la mkeo. Wengine hata sikuwaombea muda mrefu, niliwaambia kile nilichoambiwa na Roho Mtakatifu. Hamna matatizo nyie. Anambia sasa tunafanyaje? Niambia hili pingamizi, sikiliza tu hili pingamizi lililowekwa. Nauza siku zako si unaenda vizuri kabisa? Kabisa, zinaga shida. Sawa. Si unajua kuna kipindi wanaitwa grace period, na mimi sinesi kidogo. Si unajua kuna kipindi kinachoitwa grace period? Anambia nakijua. Sasa nikamwambia hivi, angalia kwenye kile kipindi cha grace period ambacho mnatakiwa mkutane, kuna vita hapo katikati. Unaweza ukashangaa wakati umejiandaa vizuri, mwenzako anakuja na neno butu, anasema neno vizito, mnapishana, mnageuziana mgongo. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ikifika mnarudiana. Hivi tumegombania baba nani? Hivi tumegombania nini? Mnarudiana. Umeshapigwa. Mungu unaweza, Mungu unaweza, mkono wako ni mkuu sana. Mungu Mungu unaweza, Mungu muinulie mkono juu ukimwimbia. Mungu unaweza, mkono wako ni mkuu sana. Mungu unaweza. Hebu walioko nyuma ya ujumbe huu, hebu unyosha mkono wako juu niuone. Walioko, yani wanaoelewa, hebu punga mkono wako juu. Nisije nikawa wanaongea na watu hawaelewi. Hebu sema kwa sauti, vita katika lango la uzao kupitia tumbo la uzazi la mwanamke. Sasa mwanamke anapaswa ajue nini? Mara baada ya kuomba anatakiwa ajue neno la Isaya 100, neno la Zaburi ya 127 linavyosema. Tumeshalisoma, linasema nini? Wana ni nini?
ni urithi wa Bwana. Alafu uzao wa tumbo ni nini? Ni thawabu. Nenda katafute neno thawabu limebeba nini? Okay, nitakueleza kwa kina. Kati ya kitu ambacho unatakiwa kinaangaliwa kwa jicho la mbali sana na Mungu mwenyewe ni tumbo lako la uzazi. Kati ya vitu ambavyo vimefikia mahali pa Mungu kupafanya kama madhabahu yake ni pamoja na tumbo la uzazi la mwanamke. Ndipo mahali ambapo wamepachagua kupitisha uzao. Ndipo mahali amepachagua kupitisha vilivyo vya kwake. Kwa anasema hivi, anasema hapo napapenda mno, napataka sana, napathamini sana. Sasa adui naye anajua ya kwamba pasipo mimi kulipata ili tumbo, Mungu atapata vilivyo vya kwake vya haki, vyenye kumpendeza, vyenye kumtukuza. Kwa hiyo kimbilio la kwanza la vita nimekuambia ni kwenye nini? Kwenye tumbo la uzazi la mwanamke. Njia ya kwanza anayoitumia ni kuzuia nini? Kuzuia mwanamke asipate mimba. Namba 2. Vita katika lango la uzao. Endapo mbegu ya kiume itaruhusiwa kukutana na yai la mwanamke kwa kiwango cha kukijenga kiumbe ndani ya tumbo la uzazi, vita vinainuliwa tena. Nilishindwa kuzuia huyu mwanamke asipate mtoto, tayari ameshapata ujauzito. Kwa hiyo kuna kuwepo na vita vinavyoinuliwa. Kipindi cha ujauzito ninakiita kipindi cha makuzi ya mtoto ndani ya tumbo la mwanamke la uzazi. Anaanza kupanda takataka zake kwenye ile tumbo la uzazi. Ashukuriwe Mungu aliyeleta huu ufunuo kwa ajili ya maombi haya ya toba kwa ajili ya uzao. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, kila hatua ya mtoto kwenye tumbo la uzazi ina makuzi yake. Kwa hiyo rada ya adui ameiweka kwenye makuzi. Sasa angalia, ule mwezi wa kwanza mara baada ya kitoto kuanza kuumbika, anaweza akainua vita vya saa zote kutapika. Hii ni vita. Nasema hii ni vita. Hata wewe nitazame hivyo hivyo kwa jicho la huruma, sikuhurumii. Hiyo ni vita tayari. Kwa kule kuanza kutapika, hicho kichefuchefu unachokisikia tayari kwenye ulimwengu wa roho, adui ameanza kufanya shambulio la ndani kwa ndani. Ghafla unanyang'anywa mwezi wa pili, unanyang'anywa hamu ya kula. Alafu adui anakutengea aina ya chakula utakachokipenda. Ukikikosa ndoa huko ndani kuna waka moto. Mimba yangu inataka tu mayai na chips, mayai na, yaani ukikosa ni vita. Kuna watu nawasema, ndio maana kumekaa kimya. Kuna watu nawasengenya, nihurumieni, nisameheni. Mwezi wa tatu anatengeneza ladha kwenye mchele. Kwa saa zote mama na ujauzito wako mkononi una mchele, yani mpaka wiki ishe kilo cha mchele imeisha kwa kutafuna. Wewe unaona ni kitu cha kawaida. Mpendwa, hivyo ni vita. Ni vita, ni vita. Tunaelekea mwezi wa 6. Wanakuhamisha kwenye mchele, tunakukuta kwenye kichuguu.
Yesu tusaidie. Nakwambia mtu anautafuna udongo kama hana akili, hana hamu ya chakula, lakini tazama ladha ya udongo, ladha ya udongo, ladha ya udongo. Kila siku kaniletee tena, chagua kile kilichopandishwa na mchwa ndicho uniletee. Hii ni hali ya kubadilisha mazingira ya mtoto uko ndani, kumvalisha kilicho cha adui ili vile vya kiungu visiwepo juu yake. Kwa hiyo unazaa mtoto ambaye tayari kuna vitu ambavyo amepandikiziwa angali akiwa kwenye tumbo la uzazi la mama yake. Na hata katika ulimwengu wa damu na nyama, Rebeka ana taarifa zao, hana wasiwasi tena. Anazaa Rebeka akiwa na taarifa za watoto mapacha anaokwenda kuwazaa. Oh, glory, 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 glory. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anayeelewa aseme amina kubwa nisikie. Mnayumbishwa tu. Rebeka alivimaliza hivi vita. Kwa hiyo sasa wakazaliwa. Yeye ajua atazaliweje, ila anajua kwamba mataifa mawili yako tumboni mwake. Alafu akaambiwa hivi, mkubwa mdogo atamtawala nani? Atamtawala mkubwa. Kwa ana hii siri, lakini hii siri iko naye katika ulimwengu wa roho. Angalia wakina mama walivyo, angalia wakina mama walivyo. Mpango umepangwa na ulimwengu wa roho wa watoto wawili watakaozaliwa. Kuna mkubwa anaitwa Esau. Uko pamoja na mimi au nimalize? Kuna mkubwa anaitwa Esau, kuna mdogo anaitwa Yakobo. Lakini angalia ulimwengu wa roho ulivyotengeneza kwamba anayetakiwa awe mtawala, anayetakiwa amiliki familia, anayetakiwa aisimamie familia sio Yakobo, ni Esau. Lakini kwa sababu Mungu aliongea na Rebeka, hakuongea na Isaka. Angalia taabu inapoanzia sasa. Anayeifahamu formula yote ya watoto wawili ni mwanamke. Baba akaishi na Esau. Baba akampenda Esau. Baba akawa anayapokea mawindo na chakula kinachotoka kwa Esau. Yakobo akaonekana kama kazezeta fulani ambako saa zote yuko na mama yake jikoni. Baba akamkatia tamaa. Usiwe kama Yakobo. Esau. Usiwe kama huyo. Mtoto wa kudekadeka. Usiwe kama huyo. Mtoto wa kukaa na mama yake saa zote na wakati wote. Usiwe kama huyo. Lakini mama anajua siri. Mama anajua kitu. Wakati ukafika ambapo yeye sasa ndiye anayekitekeleza. Yeye sasa ndiye anayekifunua kile ambacho kimebebwa na Yakobo kwa njia ya kusikiliza sauti ya Isaka alipokuwa katika hali ya kufa. Maana hapo ni hali ya kufa ilikuwa imemfika, ameshapofuka na macho, anamwambia Esau njoo. Esau akaenda. Esau mwanangu kipenzi, mnanisikiliza au mmeshahama? Esau mwanangu kipenzi, kama ambavyo umezoea kuniletea chakula kitamu, safari yangu inaelekea kufika mwisho. Hivyo nataka ufanye jambo moja ili uje nikubariki. Mama ana taarifa ya kwamba mkubwa atamtumikia mdogo. Sasa wakati wanaongea, mama yuko pembeni ya Isaka. Anasema nini? Nenda mwanangu kwenye mawindo, na Mungu akutangulie sana, ufanye kwa haraka, uniletee kile chakula kitamu ni kipendacho kutoka mikononi mwako. Mama anasubiri Esau anaondoka kwenda kwenye mawindo, amechukua upinde, amechukua nini na panga na nini, anaondoka kwenda kwenye mawindo. Mama anamkimbilia Yakobo. Yakobo leo ndio ile siku ya kwako. Yakobo leo ndio ile siku ya kwako. Ya nini? Ambia baba yuko mbioni kuondoka, na hakuna kitu kikubwa kama mbaraka wa baba. Kwa maana lile neno utakalotamkiwa na baba ndilo litakalo yabeba maisha yako.
sasa mwanangu, nataka wewe uichukue ile nafasi ya kaka yako. Badala ya kaka yako kuzipokea baraka kutoka kwa baba yake, wewe uzipokee hizo baraka kutoka kwa baba yako. Anamuuliza mama, this is impossible, hili haliwezi kufanyika. Kwa nini? Tazama, mwenzangu ana manyoya, mimi sina. Alafu vile vile kupika, mama si unajua sijui. Akamwambia yote hayo najua, mimi ndiye nitakuwa mpishi wa hicho chakula, kwa maana najua kile chakula ladha ya chakula kiletacho Esau kwa baba Isaka, hivyo mimi nitasimama kwa niaba yako. Akamwambia mama, haiwezekani, mwishowe nitachukua laana. Akamwambia hapana, hiyo laana wacha iwe juu yangu. Wapendwa, aliyeitengeneza safari ya Yakobo kusimama kwenye nafasi ya mzaliwa wa kwanza ni mama yake, kupitia neno alilozisikia kutoka kwa baba. Lakini ulimwengu wa roho ulikwisha kumpumbaza Esau kwa kiwango ambacho alikwisha kuuza nafasi yake ya uzaliwa wa kwanza kwa njia ya kande. Wataombeje Josefu hapa sasa? Wataombeje? Hapa ndipo palipo pagumu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo asifiwe. Mpaka hapo una swali? Si umeelewa? Si umeelewa? Sasa ni hivi, mwanamke anao uwezo wa kumpromoti mtoto wake kutoka kwenye grass hadi juu kwa njia ya kutafuta kwa baba neno jema litakalotoka kwa baba. Kwa anamwandaa Yakobo atamkiwe neno na baba. Kwa Isaka alikula chakula cha Yakobo. Kasome pale, mimi sitafundisha hapo. Kasome pale, utagundua baada ya kula kile chakula cha Yakobo kilikuwa na ladha ile ile ya chakula anachokulaga cha Esau. Na alipomvisha ile ngozi, manyoya ni yale yale kama ya Esau, lakini kuna kitu alichoangalia. Akasema sauti. Shida iko kwenye sauti. Vitu vingine vyote ni Esau, vyote ni Esau, lakini sauti sauti ya Yakobo. Anambia hapana, wewe ni nani tu. Lakini akala chakula ni chenyewe hiki, akala. Amemaliza, akambariki Yakobo. Mchezo ulichezwa na nani? Sauti hiyo, mchezo ulichezwa na nani? Nasema na sauti ya mtu mmoja, mchezo umechezwa na nani? Wangapi wanataka tucheze mchezo wa kubadilisha kabisa mazingira ya watoto wetu? Mazingira ya watoto wetu. Yes, nawapenda hawa watu. Nawapenda hawa watu. Mshike jirani yako, mwambie maneno haya, haiishi mpaka iishe. Sauti tena, mwambie haiishi mpaka iishe. Sasa nataka nimalizie kwa ajili ya muda wangu, ili tupate hata angalau muda wa kukaa kwenye maombi kidogo. Hivi vita unakuta kwamba Mungu ana tabia ya kutoa elimu ya kipekee juu ya mtu ambaye anajua kabisa kwamba katika kuanzia mimba yake kupatikana, kuna mtu ananiangalia kwa jicho bovu mpaka nashindwa kusema, katika mimba hii kupatikana kuna mambo ambayo yalipandwa ndani ya huyu mtoto kupitia tumbo la uzazi la mama. Katika mimba hii kukua, kuna mapandikizi ambayo yamepandwa wakati wa makuzi ya hii mimba. Kwa yale makuzi sio makuzi yaliyo mazuri. Mungu anasubiria mlangoni watoto, wakati wa mtoto wa kuzaliwa. Adui naye anasubiria mlangoni wakati wa mtoto kuzaliwa. Cheki hiyo vita,
Cheki hiyo vita, cheki hiyo vita. Nasemaje hapo? Nimesema hivi adui tayari, mama una furaha, ni kweli ulikula udongo, sasa hivi tena hauli, mwezi wa 9 umefika, umesahau udongo, umesahau na mchele, sasa hivi ni saa ya kwenda leba, wamekwenda hata kama watakuwa wamekupasua tumbo, lakini mtoto ametoka salama. Angalia, pale ndipo mahali ambapo Mungu amesimama, Mungu amekaa akimsubiria ule mtoto ili anapotoka katika tumbo la uzazi la mwanamke akabidhiwe. Hapo ndipo mahali ambapo naye adui amekaa akitafuta kwa mawindo ya kila namna atakavyompata huyo mtoto. Na ndio maana Yeremia anapojitetea mbele za Mungu akimwambia mimi siwezi kufanya haya na haya, Mungu anamwambia Yeremia, tazama nalikujua tangia ungali tumboni mwa mama yako, kabla ya kutungwa kwa mimba yako, mimi nalikufahamu, nalikusubiria wakati wa kuzaliwa kwako nikakutakasa. Kwa nini akutakase? Anajua yako mapandikizi yaliyopandwa kwenye tumbo la uzazi la mama wakati wa mimba kutungwa, yako mapandikizi yaliyopandwa kwa mtoto wakati wa makuzi, yako mapandikizi yaliyopandwa ndani ya mtoto wakati wa kuzaliwa, anasubiriwa na adui. Nataka nikuambie kwa wakati huu Mungu yuko langoni. Vita si vyetu bali vita ni vya Bwana. Vita si vyetu bali vita ni vya Bwana. Pamoja na kwamba ulimuingiza mtoto kwenye hiyo hatia, pamoja na kwamba ulishiriki hata vikombe vya dawa za kienyeji wakati wa kumkuza yule mtoto ukampandia visivyo stahili wakati wa kuzaliwa, yuko yeye aliyekimbilia malangoni. Yupi huyo? Yehova. Anasema ni kweli una unajisi uliokuingia ugali ukiwa tumboni mwa mama yako, lakini nimekuja sasa ili wakati wa kuzaliwa kwako, ili wakati kwa huyu mtoto ni mtakase. Inawezekana tulipoteza njia, hatukupata nafasi ya kumtakasa huyo mtoto kwenye ibada hii, hata kama mtoto ana miaka 35, 40. Kuna nguvu ya ajabu ya kurudi mbele za Bwana, na Mungu aachilie nguvu ya utakaso juu ya huyo mtoto wako. Nguvu ya utakaso itakuwepo. Inaletwa na nini mpendwa? Nguvu ya utakaso siku zote huwa inaletwa na maombi ya toba. Watoto wako wako wapi? Muulize jirani yako, watoto wako wako wapi? Na Mungu ana upendeleo. Sijamwambia tu huyu. Mungu ana upendeleo. Nilimwahidi kwamba Bwana, nataka kuwahi huko nilikoitwa, kwa nitaondoka mapema. Leo nikapigiwa simu, ngambia mtumishi, naam, mchungaji amefiwa, kwa hiyo ratiba yako uisogeze mbele. Ratiba yako isogeze mbele. Inawezekana kuna namna ulivyozungumza maneno ili nibaki mpaka nimalize hiki kipande. Nataka nikupe picha ya ajabu sana tu. Ni furaha ya ajabu. Gonga dadangu. Ni furaha ya ajabu mzazi kula vya mtoto wake. Nasema ni furaha ya ajabu. Ni furaha ya ajabu mzazi kushiriki vya mtoto wake. Furaha ya ajabu. Nataka Bwana akurejeshe furaha. Nataka Bwana akurejeshe furaha. Nataka Bwana akurejeshe furaha. Nataka Bwana akurejeshe furaha. Yule uliokuwa unamuona ya kwamba amepotea, anakwenda kutafutwa kutoka huko aliko, atarejeshwa. Yule uliokuwa unamuona watu wamemkataa, wala hakuna tena salamu, amekuwa kwenye midomo ya watu hapo kijijini, kama mimi na mimi ambavyo nilikuwa nazungumzwa hapa kijijini saa zote, kiema, mtoto wa mwinjilizi, kiema. Ilifika mahali Bwana alikisikia kilio cha wazazi, nikabadilishwa. Waliomba
kwamba maombi ya mimi kubadilishwa, nikabadilishwa, nami nimeinuliwa ili kuhakikisha ya kwamba hata wakwako na wao wanabadilishwa, hata wakwako na wao wanabadilishwa. Nasema hata wakwako na wao wanabadilishwa. Badala ya kukufanya kukutia huzuni, watakuwa ni watu wa kukufurahisha, watakuwa ni watu ambao watafanyika kuwa fahari. Kila mahali unapopita unasema yule ni mwanangu, yule ni mwanangu. Unajua kuna mahali mtoto wako anaweza akapita ukakaa kimya ukapiga mgongo, lakini mtoto akimfurahisha mzazi, hata kama watu hawamjui, atamuita tu nani, njoo. Anataka kumtambulisha, huyu ni mwanangu, huyu ni mwanangu. Ifikia hapo furaha ya Bwana iumbike ndani ya mioyo yetu, tuwafurahie watoto wetu. Haleluya! Simama kwa miguu yako miwili. Kuna watu ambao sahihi wamekata tamaa kwa ajili ya watoto wao. Hapana. Tumpigie Mungu magoti, tumwambie hapana. Wewe uliyemruhusu huyo mtoto akazaliwa, wewe uliyeniruhusu na mimi nikapata sehemu ya kuwa mzaliwa kwenye tumbo la uzazi la mama yangu. Hii ni vita. Hii ni vita, ni vita. Mimi nakwambia ukweli, ni vita hii. Ni vita. Sawa, umesoma sana, sawa, lakini angalia vita vilivyoko kwenye ndoa yako. Hivyo vita havikuanzia hapo kwenye ndoa, vilitengenezewa tangia tumboni mwako dada. Adui alikutenga na ndoa kuanzia tumboni. Umeolewa tu lakini wewe ni msukule. Umeolewa tu lakini wewe ni mtumwa. Umeolewa tu lakini huna heshima yoyote ile. Hata ukifanya jambo jema namna gani huko kwa mume wako, hajawahi kukuambia hongera, bali ni matusi yanasimama na wewe. Leo hii tunamwambia Mungu hapana. Wewe uliye kimbilio letu, tumekukimbilia wewe, tusiaibike milele. Hapana. Tangaza rehema, tangaza rehema. Fuata maneno haya ukiwa umechuchumilia huko, mwambie Bwana Yesu, nimepiga magoti mbele yako, nahitaji msaada, nahitaji sana msaada. Mimi nimechoka mpaka kufikia hatua ya kukata tamaa, lakini kwa njia hii naiona nuru. Kwa njia hii ninapata tena tumaini jipya. Mungu, ninakuangukia miguuni pako, nisamehe kwa fikra zangu, nisamehe pale ambapo nilichoka nikakata tamaa. Narudi tena na kuinulia hiyo familia kule nilikozaliwa, kwa baba yangu na mama yangu. Inawezekana vita vyote ninavyovipitia vilitengenezwa kwenye kiuno vya baba yangu, vilitengenezwa vikaimarishwa kwenye tumbo la uzazi la mama yangu. Nimejitoa kwako, nihurumie, nipe kwa neema yako kufunguliwa kutoka katika hali hiyo inaonitesa na kunitaabisha. Bwana, niwe wa kwanza kuhurumiwa machoni pako. Bwana, niwe wa kwanza kusamehewa machoni pako. Bwana, niwe wa kwanza kusafishwa kwa damu yako iliyomwagika pale msalabani. Na hatimaye Bwana, usikumbuke tena hiyo hatia yangu, usikumbuke tena hiyo dhambi yangu. Nipe Bwana, nipe Bwana kwa neema kuyapokea haya ambayo ni hakika yanatoka kwako, katika jina la Yesu. Muinulie mikono yako, mwambie sasa, nakuinulia, nainua mikono yangu juu, na kuja kama familia niliyotoka huko kwa mama yangu, niliyotoka huko kwa baba yangu, nikiwa katika hali niliyo nayo. Na leo Baba wa rehema, umenipa uzao,
watoto wa kike na wa kiume. Wewe endelea kuomba watoto wa kike na wa kiume. Tazama vita vimehamia kwao. Viko Baba wa rehema, kuna shinikizo linalowapitia. Wamekuwa walevi, wamekuwa wavuta bangi, wamekuwa watu ambao Bwana ni wavivu, hawataki kufanya kazi. Saa zote ni watoto wa kulala, saa zote ni watoto ambao hawana tena heshima. Imefikia mahali pa kutafuta mahali pa kuwafungia. Nimewafungia ndani tena kwa minyororo. Bwana, ili ni wiki la kuwafungua hao watoto tuliowafungia huko vyumbani. Hii ni wiki ya kuwafungua wale watoto waliotwaliwa na kufanyika kuwa mateka. Hii ni wiki ya wewe Bwana kututetea na kutuwezesha kwa namna ya ajabu na ya kipekee, ili mwisho wake Bwana sifa, heshima na utukufu vikurudie wewe peke yako, peke yako, peke yako. Lia na huyo mtoto wako, mwambie Bwana yuko, mtaje, taja watoto wako, taja watoto wako. Kama hujaolewa wewe sema tu kwamba wako watoto ambao umetegemea kuwapata. Kama hujaolewa mwambie Bwana, najua yuko mume uliyemwandaa kwa ajili yangu. Vizuizi vya mimi kutokuolewa vinaondolewa kwenye maombi haya ya toba. Vizuizi vya mimi kupata mwenzi wangu vinaondolewa Baba wa rehema katika maombi haya ya toba. Nishindie Bwana, nipiganie katika mambo yote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.